alikuwa ni msomi wa maadili, kwa hiyo alikuwa anapenda uadilifu. Huko kwenye vyuo vikuu vya kanisa huko kuna somo linaitwa moral theology, na yeye ndio alikuwa amesomea hilo na amefuzu vizuri hilo huko Roma huko. Kwa hiyo katika maisha yake alipenda uadilifu, alipenda watu wawe na fadhila, wasio watu waovu. Kwa namna hiyo basi, popote alipokaa, alipokuwa askofu huko Nachingwea, baadaye akaenda Tunduru, baadaye akaja hapo Dar es Salaam hapo, alikuwa mtu aliyependa mambo yaende kiuadilifu, watu wawe na tabia njema, watu wamwogope Mungu, watu waishi kadiri ya amri za Mungu. Na hivyo kila alipokuwa anahubiri alikuwa anakazia vitu kama hivyo. Na hata alipokuwa na kutana na watu mbalimbali, wa dini mbalimbali, hata watu wa serikali, ya kuacha kuasa kuwa wema, watu waishi uadilifu, wasio waovu. Kipindi cha uongozi wake kama askofu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam na kardinali, labda kama kanisa mlikuwa mnajifunza nini kutoka kwake? Kama askofu ni mtu anayejali kwanza mambo yake ya kiroho. Na mambo ya kiroho katika kanisa ni kuadhimisha sakramenti mbalimbali na kuangalia kama ukiongozi sasa, kuangalia wale walio chini yake, mapadre, watawa na walei na kadhalika. Na kuwa ana hojiwa kutoa maoni kuhusu mambo mbalimbali katika nchi. Sasa alikuwa katika mistari hiyo ya uadilifu. Yeye ni mtu aliyesomea somo la maadili, basi alikuwa anakazia huko. Alikuwa anapinga maovu, kama ni wizi, kama ni washerati, kama ni ufisadi, ni uongo, kujipendelea binafsi, vitu kama hivyo. Alikuwa mtu wa namna hiyo, akiangalia kwa mambo hayo wanayashika watu walio chini yake, na yeye mwenyewe alikuwa daima mfano katika uwanja huo wa kuwa mwadilifu. Kama wasaidizi, kama kanisa, pengine licha ya kwamba amekuwa akikemea baadhi ya mambo ambayo yanaipotosha jamii ama katika imani, labda unakumbuka ni changamoto gani ambazo imekuwa ni kikwazo kwake wakati akikemea maovu? Siwezi kuyajua mengi sana, lakini ninavyoweza kuhisi mtu yeyote yule anayesimamia mambo kama hayo anakumbana na watu ambao wanataka itendeke kinyume, watu wanaotaka labda kama wapowezi au labda mafisadi au watu wa namna hiyo. Watu kama hao wakikemewa, mara nyingine huwa wanainuka na kumpinga yule anaye waonya. Kwa hiyo jambo kama hilo ninaweza kubuni kwamba liweza kumpata huko. Hali halisi nafikiri watajua zaidi watu waliokaa naye huko Dar es Salaam, kitu gani kilikuwa kimemtia msukosuko askofu wao au kiongozi wao wa kiroho. Hilo nafikiri ni waachie watu Dar es Salaam, hasa sababu sitaki kushiriki katika mambo ya umbea na kusema mambo ambayo sina ushahidi nayo. Mimi nilikuwa nakaa mbali na askofu. Kanisa litamkumbuka Kardinali Pengo kama mtu wa namna gani? Pengo watamkumbuka katika uwanja wa kanisa ndio mtu ambaye amejaribu kuwaleta Wakristo pamoja katika kuwapatia parokia nyingi sana, na parokia, vigango na jumuiya ndogo ndogo ndio vitu ambavyo kanisa Katoliki linachukua kama silaha au uwanja mkubwa wa kuinjilisha. Kwa hiyo hapo Dar es Salaam hapo pana parokia nyingi, pana vigango vingi, na wana nguvu ya kutosha hapo katika jumuiya zao ndogo ndogo. Kwa sababu yake yeye alikuwa nyuma ya msukumo wote huo, mpaka baadaye ameweza kuwa na watu wengi kiasi kwamba kahitajika yao majimbo mawili. Ndio maana akagawanya sasa kwa jimbo la Dar es Salaam na jimbo la Bagamoyo. Kwa hiyo mimi nampima katika lile alilowekewa wakfu. Yeye alikuwa kiongozi wa kiroho na alifanikiwa hilo, na katika muono wa macho yetu basi ushuhuda upo katika parokia zake nyingi ambazo zina makanisa mazuri na vigango vizuri na michango mikubwa na kadhalika, na kiasi kwamba watu wameongezeka hadi ikahitajika kuwa na jimbo la pili hapo, na
alizaliwa chini yake au wakati wake, au yeye ameweka misingi ya kuzaliwa kwa jimbo la Bagamoyo ambayo sasa tunaliona hapa. Jambo moja ambalo wote tunaweza tukalishika kama kumwenzi kwake ni kuwa uadilifu. Yeye alikuwa mtu wa maadili, alitaka uadilifu utawale watu wote, watu wa dini, watu wa serikali, watu wote tu, watu wa Kristo na Waislamu watawaliwe na wema, wawe wema, wafanyane mambo mema, na kwa ujumla alitaka kuwepo na swala la upendo. Watu wampende Mungu na wapendane wao kwa wao. Nafikiri tukifanya ile tutakuwa tunamwenzi.